Finally imetokea, finally done. Simba Sports Club wametambulisha kocha mpya Steve Barker, kocha raia wa Afrika Kusini, umri wa miaka 57. Yuko pale kwa ajili ya kuchukua nafasi ya Suleiman Matola ambaye naye pia alikuwa chini ya Dimitar Pantev. Sasa hapa au section hii ni mahususi ya kwenda kumwangalia Steve Barker ni kocha wa aina gani. Watanzania wengi wanachukua ili pia wanataka kufahamu huyu ni kocha wa aina gani kwa maana ya wasifu wake na kile ambacho amekiweka huko Afrika Kusini. Umri wa miaka 57, maana yake ni kocha ambaye tayari ana rekodi, ana historia za huko ambako ametoka. Sasa moja kwa moja tukiende kumwangalia kocha Steve Barker. Ni kocha raia wa Afrika Kusini. Licha ya kwamba ukimwangalia hivi kwenye cheo la kwanza unamuona ni mzungu, lakini ni raia wa Afrika Kusini, na tunafahamu kwamba Afrika Kusini ni eneo ambalo wazungu wako wengi, hususan mji ule wa Cape Town. Sasa Steve Barker amezaliwa Lesotho katika mji wa Maseru, lakini ni raia wa Afrika Kusini, ameishi Afrika Kusini, amecheza kananda Afrika Kusini na mpaka analijukia katika ukocha ni huko huko tena Afrika Kusini. Amefundisha klabu kadhaa ikiwemo Amazulu, lakini klabu ambayo historia ya Steve Barker inaweza ikawa na alama kubwa zaidi ni Stellenbosch. Ukizungumzia Stellenbosch unazungumzia ndio timu ambayo kwa wakati huu ndio timu ambayo inakubalika zaidi kule katika mji wa Cape Town. Sasa Steve Barker na Stellenbosch. Stellenbosch ndio timu ambayo imemtambulisha zaidi Steve Barker. Stellenbosch ni timu ya mabwenyenye, yani watu ambao wana uwezo mkubwa wa kiuchumi, na chini ya klabu hii yupo tycoon, yupo bilionea mmoja mkubwa sana, anaitwa Johan Rupert. Huyu ni miongoni matajiri ambao kuna vipindi ameshakuwa namba 1 na ni ya taifa la Afrika Kusini, anashuka namba 2 mpaka namba 3, anarudia tena namba 1. Ni moja mataikuni wakubwa. Na binafsi katika siku za hapa karibuni, wakati ambao tunazungumzia kuhusu habari za makocha na CV zao, mimi kuna kitu nilitaka kucomment katika ukurasa wa mfadhili wa klabu ya Simba kwa maana ya Mohamed Dewji. Mohamed Dewji katika siku 3 zilizopita hapa nyuma aliposti picha akiwa na mataikuni wenzake, matajiri wenzake, akiwemo Mohamed Ibrahim, akiwemo Sawiris kutoka Misri pamoja na Johan Rupert. Walikuwa mataikuni 4 katika picha hiyo ambayo inawaonyesha wako pamoja, na Mohamed Dewji akasema pale anajisikia furaha kukutana na wale mataikuni. Mimi binafsi nilitaka kucomment kitu, nikitaka niandike kuhusu matajiri ambao wako nyuma ya timu kwa maana ya Johan Rupert wa Afrika Kusini yuko nyuma ya Stellenbosch na Simba Sports iko nyuma ya Mohamed Dewji. Ilikuwa ni picha fani, vidani yake kuna story. Ukiangalia between the lines unaweza ukaconnect dots kwamba picha ambayo Mohamed Dewji ameiposti inawezekana ikawa na mahusiano moja kwa moja na kocha Steve Barker, kwa sababu kulikuwa kuna taarifa za Steve Barker kutuma CV ndani ya Simba, lakini pia kuna mahusiano mazuri kati ya Simba pamoja na Stellenbosch, ikiwemo Mohamed Dewji mwenyewe ana mahusiano mazuri na Johan Rupert, tajiri wa Stellenbosch. Wakati ambao timu inahitaji kocha kwa maana ya Simba wanahitaji kocha, ni muda ambao Mohamed Dewji na mwenyewe anaposti picha akiwa na tajiri wa Stellenbosch kwa maana ya Johan Rupert. Kuna dots ambazo unaweza ukaziconnect. Stellenbosch sio kama walikuwa muhitaji Steve Barker, hapana, walikuwa bado wanamhitaji, kwa sababu Steven Barker ndani ya Stellenbosch, huyu ndio kama game changer, ndio kama mtu ambaye imedraw mpango kazi mkubwa wa kikosi hiki. Timu yao ni timu ya miaka hizi karibuni, kwenye miaka 15 hivi hapo, lakini licha ya kuanzishwa kwenye miaka hizi karibuni, ni timu ambayo tangu imefanya ligi kuu ya Afrika Kusini imekuwa ikionyesha ushindani wa kutosha chini ya Steve Barker, sababu timu ya Steve Barker iko naye muda mrefu. Huu ushindani ambao unaonyesha kutosha mara ya kwanza ulikuwa unaonekana tu ndani ya Afrika Kusini pale, lakini cha kushangaza zaidi, msimu uliowaena Stellenbosch walifanikiwa kushiriki michuano ya kimataifa, kombe la shirikisho Afrika. Katika kombe la shirikisho Afrika kwa mara ya kwanza kwenye historia ya klabu yao, walifanikiwa mpaka kufika hatua ya nusu fainali, na miongoni mwa shocks zilizotokea ni pamoja na kumfunga klabu ya Zamalek nyumbani kwake. Ilikuwa ni miongoni mwa of course tunaweza tukaita mahajabu, sababu ukubwa wa Zamalek na timu changa ambayo ina muda mfupi, lakini kwenye ushiriki wake ndio debut, ndio kwanza wanashiriki kwa mara ya kwanza, inapata matukio mbele ya Zamalek na kuwaondosha. Ni kitu ambacho kilisurprise watu wengi. Sasa huyu ni Steve Barker ambaye alistudy vizuri Zamalek na akafanikiwa kuiondosha, akaenda kukutana na mnyama ndani ya hatua ya semifinal. Katika semifinal mechi ya kwanza alipoteza ndani ya uwanja wa Amani Zanzibar, Tanzania, lakini mchezo wa pili ambao ulichezwa kule Mozambique, Durban, Afrika Kusini, ulikwenda kwa suluhu ya bila kufungana na mnyama. Simba akafanikiwa kwenda katika hatua inayofuata kwa maana ya hatua ya finali ambako walikwenda kucheza dhidi ya RS Berkane. So baada ya kutolewa Stellenbosch wakapata tiketi nyingine kwa msimu mwingine wa kushiriki michuano ya kimataifa ambayo ni msimu huu. Maana yake nini? Stellenbosch wanashiriki michuano ya CAF back to back.
yani back to back, kwa maana ya msimu uliopita group stage na msimu huu pia wapo group stage wanashiriki tena. Kwa hiyo inakuonyesha kwamba haikuwa fluke, haikuwa bahati mbaya kwao kushiriki michuano ya CAF mara 2 mfululizo. Ilikuwa ni mpango kazi ambao umetengenezwa na Steve Barker. Sasa huyu ni Steve Barker na namna ambavyo imepeleka heshima kubwa ndani ya Stellenbosch. Sasa Steve Barker mwenyewe ni kocha ambaye anahusudu sana kandanda la vijana, yani anazingatia sana umri katika timu yake. That's why ukiangalia Stellenbosch work rate yao ni kubwa mno, wana wachezaji wengi ambao wana umri mdogo. Wapo wachache ambao mnosogea, lakini wengi umri mdogo na wanaifanya kazi yake vizuri. Klabu ambayo ametokea kwa maana ya Stellenbosch ni klabu ambayo chini yake pia kuna academy bora kabisa. Ni academy ambayo ndani yake kuna recruitment, yani kwa maana ya kuchukua vijana, wana scout vijana kutoka maeneo mbalimbali ya Afrika, wanachukua Senegal, Nigeria, pale Afrika Kusini, watu wa Cape Town. Hii ni kama fursa kwao ya kuingia kwenye hii timu kwa maana ya kwenda kuonyesha walichonacho ndani ya Stellenbosch. Sasa Steve Barker kwenye timu yake ilikuwa ni kama philosophy, kama falsafa ya kutoa wachezaji kwenye timu za vijana na kuwa groom, kuwaleta juu. That's why waliweza hata kumsajili huyu Ali Msengi. Ali Msengi kiungo wakati wa JKT Tanzania, wao walifanikiwa kumsajili na alikuwa kwenye kikosi chao akiwa mdogo kabisa. Maana yake wanaamini katika talents, wanaamini katika vijana wadogo. Kwa hiyo kwa sasa ni kocha wa wekundu wa Msimbazi Simba. Ndani ya Simba maisha yako vipi? Steve Barker ni miongoni mwa kocha ambao binafsi baada ya kutangazwa kwa maana ya kuwa kocha, nilipigia simu baadhi ya waandishi kutoka Afrika Kusini, of course ni wawili, kutaka kufahamu kiundani juu ya huyo kocha. Miongoni mwa vitu ambavyo niliambiwa kutoka kwake ni kwenye management, man management. Ni kocha ambaye management yake imenyoka. Ni kocha ambaye anaamini sana katika discipline, katika kumjenga mchezaji awe na nidhamu. Anaamini mchezaji akiwa na nidhamu ya kutosha ndio atatoa kiwango kikubwa katika pitch. Maana yake anapoingia ndani ya kikosi cha Simba, of course Simba haina hakuna ripoti za kutokuwa na nidhamu kwa wachezaji wao wengi. Wapo wawili watatu ambao nasikia, lakini pia ni kwenye kusikia, ila ripoti zile za kutosha kwamba discipline ndani ya kikosi cha Simba ni kubwa, na hata Simba wenyewe asilimia kubwa ya wachezaji wao ni wachezaji ambao umri wao ni mdogo. Kwa mantiki hiyo, unaona Steve Barker ambaye anakuja hapa kwa aina ya management yake, kwa maana ya kuwa ni coach wa discipline, aina ya wachezaji wake kwamba ni wachezaji wadogo kiumri. Tafsiri yake nini? Tafsiri yake amekwenda katika sehemu sahihi. Simba ina discipline, Simba ina wachezaji wenye umri mdogo kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo amekwenda katika timu ambayo inafanana na maadhiri yake. Lakini Simba kwa wakati huu wanahitaji kuleta heshima, kurudisha heshima ya ndani kwa maana ya ligi kuu, lakini pia wanahitaji kimataifa, wavuke hapa waende hatua nyingine. Sasa Steve Barker akiwa ndani ya Afrika Kusini alifanya Stellenbosch ambayo inaonekana kwamba ni timu ndogo, ni timu yenye budget mdogo, kuwa threat, kuwa timu hatari ndani ya kandanda la Afrika Kusini. Maana yake ni kwamba kama aliweza kufanikiwa katika ligi yenye ushindani mgumu kama Afrika Kusini, ambao ndani yake kuna maklabu mengi yenye muscles za kiuchumi, na alifanikiwa kufanya Stellenbosch kuwa timu tishio, ingawa msimu huu umetokea sio mazuri sana, ila huku nyuma alishafanikiwa sana kufanya Stellenbosch kuwa moja ya timu tishio. Maana yake anaweza kufanya hivyo pia akiwa na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, kwa maana ya kuifanya marathon ya ligi kuwa threat kwa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini kwenye anga la kimataifa, Simba wana historia nzuri ya kutokushindwa katika hatua hizi. Kwenye kipindi cha miaka 10 ya investment ya kutosha, wamekuwa kivuka na kwenda hatua inayofuata. Sasa wanakwenda kukutana na kocha ambaye na yeye ni bora katika kuvusha timu, kwa maana ya kutoka hatua ya group stage kwenda katika hatua zinazofuata. Kwa maana ya msimu uliopita alifanya vizuri, na msimu huu pia hajaanza vibaya, ameanza vizuri. So unaona kuna mazingira mengi ya nasawili ya kocha huyu Steve Barker katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa kutoisubiri tu swala la muda kumuona Steve Barker akitua hapa apate time ya kuwa analyze kikosi chake ambacho yuko nacho, lakini maingizo mapya ambayo main atayahitaji kwenye kikosi kwa ajili ya kwenda kuitengeneza timu mgumu. Eneo lingine ambalo ni la muhimu kweli kweli bila kulisahau, tulikuwa nazungumzia hapo kwa swala la kutoa vijana, timu za vijana, kupandisha vijana juu kutoka timu za vijana za Stellenbosch. Miongoni mwa wachezaji ambao wamenufaika moja kwa moja na huo mpango wapo, kwa maana ya vijana ambao wametoka kwenye mkono wa Steve Barker ni pamoja na Van Rooyen ambaye kwa sasa anacheza Orlando Pirates, yupo Jaden Adams ambaye anacheza ndani ya kikosi cha Mamelodi Sundowns. Wapo wengi, ni Rupwe fullback wao ambaye amekwenda kujiunga na Mamelodi Sundowns pia, na wengine mbalimbali. So ni kocha ambaye tayari kuna notable players, unaona kabisa kwamba hawa wameguswa moja kwa moja na uwepo wa Steve Barker ndani ya kikosi cha Stellenbosch. So tunasubiri mambo yatakavyokuwa. Anyways, welcome mtazamo wako, unaona Njendone, unamuona Steve Barker ni kocha ambaye anatosha ndani ya Simba au hapana? Bado hujaelewa? Weka comment yako kwenye comment section bila kusahau kusubscribe, na hii ni Mea Mswahili.